Mambo vipi? Karibu sana katika somo letu mambo vipi, na imani Mungu ni mwema, amekupa kibali na nafasi wakati huu ya kuweza kujifunza au kuweza kupata namna gani ya kufanikisha malengo na mipango yako ambayo umejiwekea. Nikukaribishe sana katika somo hili. Hili ni somo maalum, ni somo muhimu sana, ni somo ambalo kama utalielewa, nafikiri ndio limeficha siri kubwa sana ya uhalisia wa mafanikio, uhalisia wa kutokea kwa mafanikio kwenye maisha. Siku zote lazima ushakuwa mtu mzima, umeshakuwa mtu mzima, kwa lazima uwe na uwezo wa kujua kwamba hichi kitu kinanipeleka kwenye mafanikio au kinanihamasisha mafanikio. Kwa sababu kwa ufahamu kama mtu mzima, huhitaji kuhamasishwa kuhusu mafanikio, kwa sababu tayari unajua unahitaji mafanikio. Yaani siwezi nikaanza kukutia moyo eti sasa hivi unatakiwa ufanikiwe, unatakiwa ufanikiwe. What is that? Sasa kwenye maisha ya mafanikio maisha ya ushindi, kuna maneno mawili. Lazima uwe na uwezo wa kujua hayo yaliyo mbele yako kwa wakati huo. Je, ni neno lipi kuu ambalo limebeba dhana nzima ya kinachoitwa mafanikio au ya kinachoitwa ushindi mbele yako unapoangalia? Sasa watu wengi hawapendi kuambiwa ukweli, na ndio maana wanatumika kama wafuasi, kama wateja, kama mashabiki ya watu wengi waliofanikiwa. Kwa sababu kuna kitu kinaitwa people's skills, kuna kitu kinaitwa psychology ya watu wengi. Hawataki kuambiwa ukweli. Sasa kinacho play part kubwa, kwa nini unakuta maisha yabadiliki, lakini hizi mijumuisho ya watu wengi ambao yanahamasisha kuhusu mafanikio yanakuwa yanazidi kuendelea kwa mengi, lakini watu hawabadilishi maisha yao? Ni kwa sababu kuna maneno mawili tu ya ushindi. Neno la kwanza linaitwa inawezekana. Hiyo tunaita ni motivation. Ndio, inawezekana kufanikiwa, unajua unaweza kufanikiwa, ile inaitwa vibe. Neno la pili linaitwa inawezekanaje. Inawezekanaje. Sasa iko hivi, mtu akiwa anaongea na wewe kwamba inawezekana, anaongea na moyo wako. Na siku zote ukiongea na moyo unahamasika, lakini huwezi kuchukua hatua. Mtu akiwa anaongea na wewe kwamba inawezekanaje, anaongea na akili yako. Akili inahitaji kupata steps forward. Nifanye nini nipate matokeo? Hawa ni watu wachache kwenye maisha, na ndio hawa ambao wameleta leo mapinduzi katika hii dunia. Hakuna mtu anafanikiwa kwa kuhamasishwa. Mtu anafanikiwa kwa kuchukua hatua. Mtu anafanikiwa kwa kuchukua hatua. Hili somo langu la leo ni somo special kwa watu ambao wapo kwenye program serious, program ya support. Wewe ambaye upo kwenye program na unafuatilia, mshukuru Mungu. Okay, inawezekana ukawa umeingia kwenye program fulani, inawezekana ukawa umeingia kwenye mchakato fulani ambao ulihamasika, ukaona mbona naweza nikapata matokeo. Ukaingia siku ya kwanza una vibe, siku ya pili siku ya tatu umeshapotea. My friend, success inahitaji steps forward, inahitaji kuchukua hatua. Vitu vyote ambavyo unaviona, mimi nakumbuka wakati nimeanza bustani nilihamasika. Nimewahi kushiriki na nane, kuna chuo kimoja ambacho nilipata hiyo insight ya bustani, kinaitwa Aga Khan University.
Nilipoenda kutekeleza niliseti magunia 15 yote yanaanguka. Kwa nini yalikuwa yanaanguka? Sikuwa na mwongozo, nilikuwa nimehamasika. Mpaka nilipopata mentors wawili. Kuna mentors wa Kenya, mentor wa Kenya na kuna mentor mmoja wa Tanzania ambaye alikuwa anasoma Aga Khan, pia mwingine alikuwa anasoma nani? Chuo kimoja anaitwa Simon. At least mentor walikuwa wawili wa Tanzania, lakini nikapata program ya Kenya. Hapo ndio nikaanza kuona maendeleo na matokeo baada ya kuelekezwa nifanye nini, sio tu kuhamasika. Leo hii nataka nikuoneshe somo ambalo linasema kanuni ya tabia 5. Ukishasikia kanuni, manake ni step by step. Sasa tukafanye nini sasa? Tufanye nini kila siku? Ndipo utaona matokeo. Okay, tulihamasika, tukatamani kuingia kwenye program, tumeingia kwenye program. Now is a time to work ili kupata matokeo. Tusipofanya kazi, hatuwezi kupata matokeo. Hatuwezi kuamka asubuhi matokeo yameota. No! Hapana. Lazima kuna steps za kuchukua. Kuna kitu cha kufanya. Asa, kama hakuna kitu cha kufanya, hakuna matokeo. Nikukaribisha sana katika somo hili. Ni somo ambalo nimeliita kanuni ya tabia 5. Naomba kurudia. Ili ni somo special kwa wanafunzi ambao wapo kwenye program ambayo iko structured. Wanafunzi ambao tayari wapo kwenye program ambayo iko na mwongozo. Sisi tuna program kadhaa. Tuna program ya kuku uchumi, watu wanataka kufanya mradi wa kuku katika eneo dogo, serious. Tuna program ya bag gardening, ni program ya bustani ya level ya kwanza. Tuna program inaitwa Profitable Garden Pro, ni program ya bustani ambayo ni high, ni level ya juu. Na tuna program inaitwa Rich Home Garden. Kwa sasa hivi hiyo ndio program ambayo ni premium. Ni program ambayo ina include program zote za bustani pamoja na kuku. Kwa hiyo hili somo ni kwa ajili yao. Wewe kama unafuatilia na upo kwenye program, mshukuru Mungu kwa sababu utaelewa sasa viwango vya masomo ya program ambayo ni ya kulipia vikoje. Na kama utaona inakufaa, tutakukaribisha pia na wewe katika program. Mwisho wa somo hili nitakupa mwaliko. Karibu sana. Kanuni ya tabia 5 ndio somo ambalo nataka niweze kulifundisha sasa hivi. Jinsi ya kuvunja lengo moja kuwa mfumo wa kila siku. Jinsi ya kuvunja lengo moja kuwa mfumo wa kila siku. Wengi tuna malengo makubwa sana, lakini kwa nini hayajatokea? Tumeshindwa kuyafanya yale malengo katika vitendo vya kila siku. Watu wenye mafanikio wamebadilisha malengo yao, yamekuwa maisha ya kila siku. Yaani jamaa anapambana kwenye maisha yake kila siku. Sisi tunaona huyu mtu mbona kama genius fulani. Hakunaga genius. Hakuna genius duniani. Hakuna genius. Hakuna mtu aliyezaliwa anajua. Wote tumetengenezewa kujua. Sawa, unaweza ukawa umekuwa kwenye familia ambayo mlikuwa mnakula virutubisho, akili yako ilikuja kuwa fresh, lakini hiyo akili haiji inafanya kazi. Inakuja kutengenezewa nje. Hasa magenius ni wale watu ambao wametengenezwa kuyabadili yale malengo yao makubwa, yamefanyika, yamekuwa kitu kinachoitwa maisha ya kila siku. Okay, inaitwa lifestyle, mtindo wa maisha. Ndio nakuuliza, unajisikiaje? I feel success. What do you think? I think success. What do you believe? I believe success. Simple. Najisikia mafanikio. Nafikiri mafanikio. Sasa ameconvert kutoka kwenye, yani mafanikio imekuwa ni daily activities, mtindo wa maisha wa kila siku. Simple and clear. Ndio somo letu anasema jinsi ya kuvunja lengo moja kuwa mfumo wa kila siku. Watu wengi hushindwa si kwa sababu hawajui wanachotaka.
bali ni kwa sababu hawajui wafanye nini kila siku. Hawajui wafanye nini kila siku. Kanuni ya tabia 5 ni suluhisho la hilo tatizo. Sasa hii ndio suluhisho. Tunasema hivi, kanuni maana yake nini? Kila lengo linalolipa, kila lengo lilolipanga lazima livunjwe kuwa tabia 5 ndogo zinazoweza kurudiwa na zisizohitaji hamasa. My friend, unapoenda kwenye action, unapoenda kwenye vitendo, ukisubiria hamasa utaachwa. Nani atakuhamasisha wakati unaenda kukata msitu kwa ajili ya kuandaa shamba? Nani? Okay, wanaweza kuwepo, is okay, lakini a real success inahitaji wewe utengeneze mfumo ambao hakuna mtu akukuhamasisha lakini unaendelea. Hakuna mtu akukutia moyo lakini unaendelea. Hakuna mtu akukushangilia lakini unaendelea. Hakuna mtu anayekuona lakini unaendelea, kwa sababu mafanikio yote makubwa yanajengwa in silence. Yanajengwa wakati hakuna mtu anakuona. Umetulia zako, unatengeneza vitu vyako. Baadaye matokeo yakianza kutokea ndio utasikia jamaa na akili. Jamaa huyu, jamaa huyu, jamaa huyu, jamaa anafika mbali. Okay, kwa nini tabia 5 sio 2 na sio 10? Kitaalamu, kisaikolojia, watu wamefanya research. Wanasema kwamba tabia 1 au 2 ni nyepesi, haziwezi kubeba mradi mzima. Ina maana tabia 1 au 2 ni chache. Lakini pia tabia 10 na kuendelea zinachosha, zinakatisha tamaa. Kwa maana yake ni kwamba tabia 5 ndio kiwango sahihi. Kwa maana ipi? Zinatosha kusukuma mbele project yako, lakini pia ni rahisi kukumbuka, lakini pia zinaweza kugawanyika siku nzima. Ndio maana tunaita kanuni ya tabia 5. Sasa kuna hatua kadhaa ambazo inabidi tuzipitie ili tuweze kufanikisha mpango wetu na tutakuwa tumekamilisha somo letu. Hatua ya kwanza, unafanyaje sasa? Unaanzaje? Hatua ya kwanza, chukua lengo moja pekee. Chukua lengo moja pekee. Makosa ambayo unaweza kuyafanya, nataka kufanya kila kitu. No, hakunaga mtu anafanikiwa kwa kufanya kila kitu. Hilo sio lengo. Nataka hapana. Sasa tunachukua lengo moja ambalo automatically litabeba mambo mengi. Lengo moja ambalo litabeba mambo mengi. Mfano, usiseme pia nataka kujitegemea kifedha. Hii bado haijakaa vizuri. Hili sio lengo. Nataka kujitegemea kifedha. No, hii sio lengo. Nitatoa mfano wa mambo mawili kwa sababu sisi tuna program ya bustani na kuku. Kwa nitatoa mfano wa malengo ya aina mbili tofauti. Namba moja, nataka bustani ya nyumbani inipe 300,000 kwa mwezi. Hilo ndio lengo. Nataka bustani ya nyumbani inipe 300,000 kwa mwezi. Hilo ndio lengo. Kwenye kuku unaweza kusema nini? Kwa mfano, nataka kuku 100 waniletee faida kila mzunguko. Hilo ndio lengo. Nataka kuku 100 waniletee faida kila mzunguko. Hilo ndio lengo. Hatua ya kwanza unakuwa umekamilisha. Naomba nirudie. Hatua ya kwanza, chukua lengo moja pekee, kisha likatekate, lizungumzie kama nilivyokupatia mifano. Twende hatua ya pili. Hatua ya pili, lengo haligawanywi kwa hisia, linagawanywa kwa kazi. Naomba nirudie hatua ya pili. Hatua ya pili, lengo haligawanywi kwa hisia, lengo linagawanywa kwa kazi. Kivipi? Swali linalotakiwa kujiuliza si nitalihisije hilo lengo. Jiulize hilo swali la hisia. Jiulize hivi, ni kazi zipi zisipofanyika leo
lengo halitasogea. Jiulize tu, andika chini, ni kazi zipi leo zisipofanyika lengo halitatimia? Hilo ndio swala kujiuliza. Sasa hapa ndio tabia zinapozaliwa. Hapa ndio tabia zinapozaliwa, kwa kujiuliza swali hili, ni kazi zipi leo zisipofanyika lengo haliwezi kutimia? Ukiweza kujibu hili swali, ndipo unapozalisha tabia, ndipo unapozalisha tabia. Mfano halisi kwenye bustani ya nyumbani. Lengo tumesema bustani ya nyumbani itupe $300,000 kwa mwezi. Hili ndio lengo ambalo tumelichagua kwa mfano kwenye bustani. Sasa tabia 5 za kila siku ni zipi? Tabia 5 za kila siku ni zipi? Tabia ya kwanza, kukagua bustani. Kukagua bustani inaweza kuchukua kwa siku dakika 10 hadi dakika 15. Kukagua bustani inaweza kuchukua dakika 10 hadi 15. Unakagua nini sasa? Wao wameshajua tabia inayotakiwa kuidevelop na itakiwa kuikuza ni issue ya kukagua bustani, na yenyewe itachukua dakika 10 hadi 15. Labda katika ukaguzi ndio unaweza kuwa una mambo mengi ya kuangalia. Kwa mfano, kuona majani, kukagua majani. Okay, majani yako sawa, kwa sababu dalili nyingi kwa mfano kwenye bustani za ugonjwa, za shida, mboga imeanza kupata changamoto, ipo kwenye majani. Lakini kitu kingine kwenye kukagua bustani, unaweza kusema kuona wadudu, kama kuna wadudu. Unaweza kupita kwenye bustani yako haraka haraka ukaangalia, mbona hapa na wadudu hapa? Okay. Wadudu natakiwa nichukue hatua. Kingine, kuona unyevunyevu. Kuna saa unapita kwenye bustani unapekenyua hata kwa kidole, tunaangalia hivi unyevunyevu upo kweli? Kwa mfano, kuna wakati mvua imenyesha, lakini hiyo mvua iliyonyesha ni kiwango ambacho kitanifanya mimi nitegemee mvua bila kuongeza maji kwenye bustani? Pita, kagua, angalia, hakiki. Jambo la muhimu kwenye tabia namba 1 ambayo inasema kukagua bustani, jambo la muhimu, ukikosa hii, ukikosa, tatizo hukua kimya kimya. Watu wengi wamepoteza mradi mkubwa kwa sababu ya kutokuwa karibu na mradi, na kuwa karibu na mradi ni kukagua. Usipoweza kuiweka hii tabia kipaumbele ikawa sehemu ya tabia katika projekti yako, matatizo yanaanza kuzaliana kimya 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 kimya. Baada ya muda anakuja kushtuka. Tabia ya pili, kumwagilia kwa mpangilio. Tabia ya pili, kumwagilia kwa mpangilio, sio kumwaga maji. Kwa mfano, mboga tunamwagilia kwenye shina. Sasa umefika tu hapana, kumwagilia kwa mpangilio. Ndio maana wale wanaotumia drip system haimwagilii kwenye majani, inamwagilia kwenye shina, tone pap 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 pap. Lazima ujue natakiwa nimwagilie kwa mpangilio, kwa sio kumwaga maji. Ni ratiba na kiasi, ratiba na kiasi. Jambo la muhimu kwenye hii tabia hii huokoa mazao zaidi kuliko dawa. Umuhimu wa hii tabia kwenye bustani, inaokoa mazao zaidi kuliko dawa. Hiyo ni tabia ya pili. Kumbuka na kukumbusha, tabia hizi 5 ambazo tutazungumzia ni zile tabia ambazo tumezivunjavunja ili kutimiza lengo la kuwa na bustani yenye kutupatia $300,000 na kuendelea kila mwezi. Tabia ya 5, kurekodi kilichofanyika.
kilichofanyika. Kurekodi kilichofanyika. Leo nimemwagilia rekodi. Leo nimemwagilia rekodi. Leo nimeona dalili fulani, rekodi. Kwa sababu kesho ukija utaanzia ulipoishia. Kama hujarekodi rekodi mpya ya leo, ya jana unaifanyia kazi. Hasa kama hauna rekodi, unafanyaje? Tabia hii kwa nini ni muhimu? Kile kisichoandikwa hufa, na kile kisicho na data hakiwezi kupimwa. Naomba nirudie. Kwa nini tabia hii ni muhimu? Kile kisichoandikwa hufa, na kile kisicho na data hakiwezi kupimwa. Hiyo ni tabia namba 3. Tabia namba 4, kujifunza kitu kimoja kidogo. Kujifunza kitu kimoja kidogo. Ndugu yangu, kujifunza ni mchakato endelevu. Wanasema wenye hekima, siku ukiacha kujifunza ndio siku unaanza kukufa. Ndio siku unaanza kufa. Kwenye maisha hakunaga constant. Either you grow or you die. Sasa manake nini? Lazima utengeneze mkakati ambao ni endelevu wa kujifunza. Na huu mkakati ambao ni endelevu ndio tunauingiza kwenye tabia, yaani kwenye jukumu la kufanya kila siku. Tusipoingiza hatutafanya. Tusipofanya tutaanza kufa. Kufa kwenye kiakili, unaanza kuexpire. Unaanza kuzoea kazi, unachukulia bustani simple. Hakuna kitu chochote cha mafanikio, hata kama ni kitu kadogo, ambacho kinapatikana kirahisi. Never. Ukitaka kufanikiwa, kuna kitu kinaitwa excellence. Excellence au wengine wanaita ubora. Ubora sio kufanya vitu tofauti tofauti. Ubora ni kufanya kitu kile kile kwa namna tofauti. Ili ufanye kwa namna tofauti, lazima uwe unafikiri tofauti. Ili ufikiri tofauti, lazima uwe exposed, uwe ni mtu wa kujifunza. Kwa nini? Hakuna kitu kipya chini ya dunia, na hatuzaliwi na vitu. Tunajengwa na mawazo yaliyotangulia. Asa kwa umuhimu huo, tabia ya 4, kujifunza kitu kimoja kidogo. Video moja, kumbukumbu moja kwenye grupu. Kwa mfano ambao mpo kwenye community za support. Mna community. Lengo la kuunda community, mbona ilikuwa rahisi tu kudili na kila mtu inbox? Fulani ukikwama nitumie inbox. Safi, haina shida, nitakutumia. Ilikuwa rahisi. Kwa nini kuna community? Community manake nini? Ni engagement, ni ushirikiano. Share ulichofikia. Kwa sababu umejifunza, sawa. Umepata programu yako, sawa. Umeangalia video, umesoma PDF, umesikiliza audio, sawa. Umeenda kupractice. Share maendeleo yako. Na kuna kosa ambalo linafanyika na watu wengi. Anasubiri mambo yakae sawa ndio ashare kwenye community. Community haipo kwa ajili ya sifa. Community ipo kukusaidia uweze kufikia maendeleo. Haiko pale kuna nini kukutiatia tuseme nini? Community haipo ili tu kukusifia. Hapana. Kusifiwa ni baadaye sana. Kabla ya kusifiwa lazima utengenezwe. Sasa jiwekee mkakati. Utasoma
angalau video moja kwa siku umesoma, umejifunza. Kuna ile kwamba ukishaingia kwenye program utapitia pa kwa haraka, then baada ya hapo umeshapitia kozi zote, umeshapitia programu yote. Baada ya hapo lazima uweke mkakati na tabia ya kuendelea kujifunza kila siku. Inawezekana kwa kurudia masomo yale ambayo umepewa kwenye program, lakini pia kutafuta masomo mengine yanayoendana na yale kwenye sosi nyingine, ili uweze kuwa bora zaidi, Naamini umenielewa. Sasa basi, angalia video moja, weka kumbukumbu moja kwenye grupu, piga picha, share kwenye community. Jamani, mimi leo nimefikia hapa. Kama una changamoto sema, jamani, hii ndio changamoto yangu, nafanyaje? Kingine, kama ni issue tu ya kwamba wewe unaona uko sawa, share kwenye community wenzako waone. Faida yake ni nini? Utapongezwa, lakini pia itakuwa sehemu ya hamasa, na mwenzako mwingine kesho atashare kingine. Akishare na wewe utafaidika. Kuna kitu kinaitwa selfishness, dangerous behavior to success. Ngoja nikupe siri moja. Hautafanikiwa kwa kitu ambacho wewe unafanya unafikiri ni sahihi. Unafanikiwa kwa kugundua makosa kwa mtu mwingine, makosa yako kupitia kwa mtu mwingine. Anayecheza uwanjani huwa hajioni makosa yake, wanaoangalia ndio wanaona makosa yake. Nilichojifunza kwenye maisha haya, maskini ni watu ambao ni wabinafsi kupitiliza, na hiyo ni mentality. Usipoiondoa hii mentality, utakaa ufanikiwe. Maskini anaamini akishare wengine watafaidika, sio yeye. Hajioni yeye, anaona mtu mwingine atafaidika. Yani ni kitu hatari mno kwenye safari ya mafanikio. Share kwa faida yako, share kwa faida yako, sio kwa faida ya watu wengine. Ndio unaanzia hivyo, then kama wengine watafaidika, ni kila mmoja na jinsi anavyoona. That's the power of the community. Ndio maana kwa mfano kwenye majukwaa mengine kama Instagram, kama Facebook, kama YouTube, sio majukwaa ya sharing, sio majukwaa ya sharing ya each other. Ni majukwaa ambayo sisi tunayemiliki zile account ndio tunashare. Sisi ndio tunaamua kitu gani kiende hewani. Kwenye community ya support, sisi hatuamui kinachoenda hewani. Community yenyewe ina engage kulingana na kile ambacho wanafanya, ili sasa tutengeneze kitu kinaitwa community sharing, ili tujue wewe umepatia nini, wewe umekosea nini, wewe umekosea nini. You are waiting eti siku ambako umefanikiwa ndio utushare, ututambishie. For what? Faida tu itakuwa ni kwamba wewe ukishare umefanikiwa, mimi nitachukua ile video yako nitashare kwenye community zingine kwamba angalieni program zetu zinawasaidia watu wengine. That is not important. Hiyo sio muhimu kiasi hicho. Hiyo inatokea automatically, na wala hatuhitaji hiyo. Wakati mwingine tunachokihitaji ni ile process ya wewe kupitia kila eneo, hatua kwa hatua ndio zinakufanya siku moja ufanikiwe. My friend, uliopo kwenye community ya support, uliopo kwenye program serious, naomba ikuingie hiyo. Nimekaa nayo sana hiyo, kwa sababu wengi wanapoteza potential walizonazo ambazo zingeweza kuibuka kwa kitu kinachoitwa silent selfishness. Okay, soma video moja, kumbukumbu moja kwenye grupu, swali moja kwa support. Niwekee kila siku. Nitauliza maswali kwenye support. Tulipokuwa tunasoma tulikuwa naambiwa hivi, silence means yes. Silence means everything is okay. Kwa mwalimu alikuwa anasema, any question so far? Kuna swali lolote? Watu kimya. Anaambia okay. Silence means yes.
Kuna saa unaingia kwenye community mpaka unashangaa, hao watu wapo au hawapo? What is the problem? No problem. Nasema okay, let's go. No, uliza swali. Umelipia pesa zitendee haki? Umelipia pesa zitendee pesa zako haki? Uliza, fusumbua. Mimi kwenye mentorship ambazo ninazo, nauliza maswali. Tena wakati mwingine, hii ni akili nyingine ziada nikupe. Ukiona umeuliza kwenye community, uone response ya haraka, nifuate inbox. Tuma ujumbe. Mentor, nimeuliza swali kwenye community lakini mbona response imekuwa late? Can you consider me? Unaweza kunizingatia? Ukiuliza kwenye community, tunaamini kwamba community pia inaweza ka engage experience zao, kwa sababu wale wote ni watu ambao wanafanya kitu ambacho unafanya. Sawa? Lakini kuna mambo yanataka msaada wa haraka. Njoo haraka inbox, niambie. Mentor, nimeuliza kitu chap chap, naomba naweza nikapata taarifa chap chap. Na mimi nitacheki haraka hata kwa sababu mimi na muda wangu wa kupitia kwenye community. Sio muda wote nakuwa active kwa ajili ya community. No. Hapana, kuna muda ambao nimeutenga kwamba hapa nitapita. Kwa sababu ninaamini kwamba community ni watu ambao wako matured. Lakini sasa kuna saa unaona, bora kama na serious case ambayo inahitaji msaada wa haraka, njoo moja kwa moja kwenye inbox chap chap. Ukipiga simu piga tu mara moja, usipige mara nyingi. Kwa sababu nisipopokea maana kuna kitu nafanya. Lakini then tuma ujumbe chap. Ukituma ujumbe nitacheki haraka napitia, tunakujibu. Na pia jifunze kuengage kwenye community. My friend, itasaidia ufike mbali sana. Mimi nakumbuka kuna kipindi fulani cha nyuma, the power of the community. Kuna mwanafunzi wetu mmoja afikiri kipindi cha nyuma sana, alishare kuna aina 7 za matembele. Sijawahi kujuaga hicho kitu. 7 types of matembele. What? Mpaka nilishangaa. Tukampa nafasi akafundisha watu wengine. Sharing inaibua uwezo wa watu wengine. Jambo la muhimu, ujuzi mdogo wa kila siku hujenga mkulima kuwa mkubwa. Ujuzi mdogo wa kila siku hujenga mkulima kuwa mkubwa. Hatua ya 5 au tabia ya 5, kwa mradhi, tunazungumzia tabia 5 za kila siku kwenye ishu ya bustani. Tabia ya 5, hatua ya soko. Tabia ya 5 hii lazima iwepo kwenye tabia. Market. Hatuwezi kuzipata hizo 300,000 mpaka 500,000 kwa mwezi, mpaka milioni kwa mwezi, kama hatujaweka market kwenye sehemu ya tabia. Never. Kwa tabia ya 5, hatua ya soko, hata kabla hujaanza kuuza, ni muhimu sana. Kwenye tabia ya soko unafanya mambo gani? Kwa mfano, kufuatilia mambo ya bei. Mimi nakumbuka kwa mfano, sisi tuna tabia moja kwenye bustani yetu. Kila baada ya wiki au wiki mbili huwa tunaenda kununua mboga mtaani. Tunataka tujue nini kwa hizi wiki mbili, kuna mabadiliko gani yametokea kwenye soko la kawaida la nje. Unanunua Chinese wanafungaje ya 500, ya 1000? Spinach wanafungaje? Mchanganyiko unakuaje? Tunanunua, tunakuja kufanya comparison ya kitu ambacho tunafanya, ili mteja wetu tusimpendelee sana na tusimuonee sana. Of course tusimuonee sana, tusimuonee. Okay, iendane na soko lilivyo nje, lakini pia na sisi tupate sababu ya kuuza. Tupate sababu kwamba mteja wetu, ili aendelee kuwa mteja wetu, kwa sababu kumbuka wateja wanaangalia pia nje nini kinachoendelea. Sasa ili kuendelea kumaintain mteja wetu, lazima pia tujue nje kukoje. Kwa hichi ni moja kati ya kitu ambacho lazima ukiweke kwenye biashara yako. Kitu kingine, kuongea na wateja watarajiwa. Kwa mfano, mteja yule ambaye amekuja, unaweza kumuuliza kama unafikiri product yako, yani biashara yako imeshakuwa. Ongea naye, mwambie okay, vipi? Jirani yako vipi? Hajawahi kuuliza kuhusu mboga? Sometimes tu hata incentive. Mwambie sikiliza, wiki hii tuna kampeni ambayo ukiweza kutuletea tu mteja mmoja ambaye akawa mteja wetu, Jumamosi tunatoa mboga free. Au sio? Ya ifanye kuwa kama social, sio kitu cha kulazimisha.
Yaani kuongea naye friendly, mwambie vipi aisee. Au unaweza ukatoa mboga free, unaambia vipi, hujapata hata mtu wako mwingine ambaye anaweza kuwa sehemu ya bustani yetu? Kuna fulani nitaongea naye. Okay. Kwa sababu kuna wakati pia mteja, kwa nini akamwambia mtu mwingine? Yaani kuna kisababu kwa nini akamwambia mtu mwingine. Sasa wanasema mwanadamu ana tabia moja. Ukimfanyia vibaya atakusema, ukimfanyia vizuri atakusema. Weka vitu vizuri kwa yule mteja wako. Ongea naye, mpe bonus, mpe vitu ambavyo vitamfanya hata mwenyewe akaongee. Ilmadi tu uhakikishe kila wiki unaongeza mteja mmoja. Lakini pia kupanga order, kutengeneza package kwa ajili ya biashara yako. Jinsi ya kutengeneza adjustment ya package zako ambavyo jinsi utaweza kuzideliver kwa wateja wako. Kwa mfano sisi tumepata, wakati bustani yetu tumeianza, sisi soko letu ambalo ni favorable soko, yani kwetu kwa upande wetu sisi, ni soko la majirani. Lakini ni wale majirani ambao wanapenda quality. Kama nielewa, sio kila mtu, no. Kwa sababu sisi tunauza mboga kuanzia 1000 package. Mboga ni mchanganyiko, hazichumwi zikawekwa, zinachuma wakati mteja anazitaka. Lakini kuanzia 1000. Sasa tukawa tumepata mteja wa genge, ambako sisi project ya genge ni project ambayo sasa hivi tunaidevelop kwa ajili ya eneo letu jipya ambao tumelinunua. Sasa huyu akagoma, tulimwambia sikiliza, tutakapo kutengenezea project yako tutakwambia, kwa sababu tuna mpango na watu wa magenge. Akakataa kabisa, akasema hapana, na mimi naomba mniconsider kwa wakati huu. Tukasema anyway, wacha tumuingiza naye kwenye project. Lakini tukampa condition moja, tukasema ichukue hii pia itakusaidia. Tutakupa mafungu yale ambayo tunauza kwa watu. Ile fungu ambalo tuna paki la 500. Sisi tunauza kwa wateja kuanzia 1000, lakini yeye tunamuuzia kuanzia 500. Ile fungu la 500 ambalo tunahesabia kama tungemuuzia mteja, tutakupatia 4, alafu tutakuongezea na moja kama lile la nyongeza, ili wewe lile ndio iwe faida. Sasa kama wote wameamua kupanga unavyojua mwenyewe na. Tukamwambia kabisa kwamba tunafanya hii kama trials. Hatufanyi kwa sababu hatujaanza kufanya na wateja kama wewe. Akasema no problem. Tukampa uhuru, nenda kauze. Ukiona kuna shida, ukiona hujapata faida au ukiona kuna changamoto, come and share. Tutakaa chini, tutaamua. Tuone jinsi ya kufanya vizuri zaidi. Akasema haina shida. Akaenda mara ya kwanza. Akarudi mara ya pili. Mimi na timu yangu tukajiuliza, tukasema, vipi, amesema chochote? Akasema hapana. Okay. Akaenda tena, akarudi mara ya tatu. Vipi, kuna chochote amenegotiate? Hapana. Okay. Tukasema it seems bwana anaweza kuwa anapata faida kwa sababu asingekuja tu. Yeah, exactly. Alipokuja mara ya 4, tukasema no. Hapa lazima tuongee naye. Tukaongea naye tukamuuliza, vipi lakini unajisikiaje kuweza kuwa sehemu ya... Okay, nafikiri mazungumzo alianzia kwamba tuombee tuweze kufanikisha kwa haraka mpango ambao tumekuandalia wewe. Akasema kweli kabisa, na mimi nawaombea. Ukiona mteja ana furaha, kuna jambo limetokea kwenye biashara yako kwake. Akasema aisee, na mimi nawaombea kwa sababu nimepunguza hasara. Tukawa attention. Umepunguza hasara? Yes. Kivipi? Aisee, unajua hizi mboga ambazo nimekuwa nanunua masokoni zikilala ni hasara. Kwa sababu zikilala hakuna mtu anaweza kanunua kesho. Yaani zinapoteza ule uhalisia wake. Okay. Lakini hizi mboga zenu naweza nikaziuza hata siku 3. Tukasema okay. Hiyo ilikuwa new experience ambayo sisi tulikuwa tujai experience kwenye, yaani tulikuwa tujui na sio kusoma kwenye kitabu chochote. Tukasema okay. Vipi? Nakumbuka anapoenda kwa mfano sokoni, anaenda ananunua asubuhi, anakuja kuziuza zile mboga. Hanunui, lakini kwetu anachuma mboga jioni saa 10. Zinalala, kesho anaanza kuuza. Anakuambia zinaweza kabaki hata siku 2, siku 3. Bado anaweza kaziuza. Tukasema okay, this is new experience. Kitu kingine akatuambia, kwa mfano akatupa kama story ya wiki 2 zilizokuwa zimepita kabla hajaanza kununua kwetu. Lakini pia hata hivyo bado kwetu, kwa sababu sio target yetu kwake, sio ananunua kila siku. Kwa sababu unakuta kuna wakati anamwambia bwana, simama kwanza mambo yakae sawa. Akasema alinunua mboga ambazo, yaani kitendo tu cha kuweka hivi kwenye genge lake, dawa tupu. Maskini ya Mungu, kwa sababu ya kutokupata hasara,
akajaribu tu kulazimisha wateja kununua, lakini anakwambia yani kwenye moyo wake haoni kabisa. Sasa sikiliza nikwambie kitu. Mteja kama huyu hawezi kutafuta mteja mwingine? Atatafuta. Kama unanielewa ninachokiongea. Unakielewa ninachokiongea? Tunapozungumzia kuna pesa zipo. Si kwamba ni stori za abunuasi. Sio kwamba tunaita nini naitwa zile fabrication. Stori tunazozungumzia pesa zipo. Kaa kwenye nafasi yako. Jenga hizi tabia 5 ambazo nimekwambia. Utaona pesa. Okay, jambo la muhimu kwenye hii tabia namba 5. Soko halisubiri mavuno. Soko linaendana na ule mchakato. Mfano halisi kwenye mradi wa kuku. Sasa jambo la msingi ni hili moja. Nimeelezea sana msingi wa tabia na kitu gani cha kufanya. Hasa hapa kwenye kuku nitataja tu haraka haraka, alafu utatumia msingi ambao nimeelezea kwenye bustani, utakusaidia pia na hapa kwa ajili ya kuokoa muda. Kwa sababu tumalizie, naona kuna vipengele vingi kidogo vimebakia. Mfano halisi kwenye mradi wa kuku. Lengo tunasema tunataka kuku 100 walete faida ya haraka. Lengo kuku 100 walete faida ya haraka. Tabia ya kwanza, kagua afya na tabia za kuku kila siku. Tabia ya kwanza, kagua afya na tabia za kuku. Na mara nyingi ukishaamka tu kabla ya kulisha, kagua kwanza kuku wako wameamkaje. Pita hapo dakika 10-15, angalia. Then wakati umelisha, wakati wanakula, pia ni sehemu nyingine ya kuangalia afya na tabia za kuku. Tabia namba 2, lisha kwa ratiba sahihi. Mmefundishwa kwenye program kuku wanalishwaje, kwa vipimo gani, kwenye somo la lisha na chakula. Lisha kwa utaratibu na ratiba sahihi. Namba 3, usafi wa mazingira. Usafi wa mazingira. Hakuna kitu ambacho, hata leo asubuhi nimeongea na mtu mmoja analalamika kwamba kuku wake, mtu tu mteja, sio mtu wa support. Ameamka kuku wake wanatoa kinyesi chenye damu. Ile ni coccidiosis. Ni ugonjwa ambao unatokana na mazingira. The good news, kwa mfano wanafunzi ambao kwenye program ya kuku, tuna banda ambalo, to be honest, sijui kama value ya lile banda mnaielewa. Naomba angalau basi ni express hisia zangu kwenye lile banda. Limenichukua mwaka mzima kulichora. Okay, miaka 7 ambayo mimi nimedili na mradi wa kuku, hatukuwa tunatumia mabanda kama banda ambayo tunatumia. Kilichotokea, tulikuwa tuna uwezo wa kudhibiti magonjwa, lakini yalikuwa hayaishi. Ndipo ambapo ilinichukua muda, nikasema nataka nipate kitu ambacho kitapunguza magonjwa ya matumbo na nini. Ndio nikachola banda, ndio ile ambalo mnaliona mara nyingi kwenye mtandao, lakini pia wanafunzi ambao kwenye program nafikiri mmelipitia, mmeliona. Kuna video kabisa ambayo inaelezea kila kitu. Lile banda lina mifumo ifuatayo, kuweka msisitizo. Lina mfumo wa chakula unaojitegemea. Lina mfumo wa maji unaojitegemea. Lina mfumo wa taka unaojitegemea. Lina mfumo wa mayai unaojitegemea. Ukitaka kulihudumia lile banda, hauingii ndani. Kila kitu kina maana yake. Tafadhali, unapotengeneza structure ya banda kama lile, zingatia hayo mambo. Hata kama utatengeneza material tofauti, kila kitu tofauti, lakini zingatia hiyo mifumo 5 ambayo nimekutajia. Ina maana yake kubwa mno. Hususan kwenye mfumo ambao unatenganisha kati ya taka na chakula na maji. Very powerful kwenye magonjwa. Wengi sana ambao wanashare kuku hao na matatizo ya magonjwa kama hayo. Ukiangalia, kuku anachanganya kinyesi na chakula. Kuku anachanganya kinyesi na maji. Adui mkubwa wa kuku ni unyevunyevu. Eza unyevunyevu uliotuama kwenye kinyesi au unyevunyevu wa maji yaliyomwagika. Ndio maana hatuwezi kuchanganya bata na kuku. Naomba hii pointi waingie vizuri, wanafunzi wangu wa support. Na muifanyie kazi, itawasaidia sana kupunguza magonjwa. Unaweza kuwa na fundi wako ambaye atakusaidia kujenga, lakini zingatia mambo haya ambayo ninakueleza. Yatakusaidia sana.
Namba 4, rekodi matumizi na maendeleo. Rekodi matumizi na maendeleo. Biashara isiyo na data imekufa. Rekodi matumizi na maendeleo. Namba 5, hatua ndogo ya maandalizi ya soko. Anza maandalizi ya soko. Soko halikurupushwi, soko linaandaliwa. Una mpango kwa mfano wa kuuza vifaranga. Leo vifaranga ndio umeingiza mayai kwenye mashine. Anza kuongea na wateja. Na njia rahisi ya kuongea na wateja, usiwaambie nauza vifaranga. Tafuta kakitu ambako unaweza kumfundisha mteja wako kana kuendana na ile soko. Kwa mfano, wewe unataka kuuza vifaranga kwa ajili ya unataka kuuza vifaranga. Kwamba watu wachukue vifaranga kwako, wakaanze kufuga. Waelekeze jinsi ambavyo unaweza kuwasaidia vifaranga wasife. Set up a brooder in a simple way. Ushauri wa chanjo, ushauri wa nini? Kwa nini? Mtu anunui bidhaa yako. Mtu ananunua utatuzi wa jinsi ambavyo utamsaidia yeye asiferi tena. Kwa sababu watu kufuga kuku hawajaanza leo. Simple and clear. Na mambo mengine mengi kulingana na biashara. Tumejifunza kwenye somo la biashara 20, nafikiri mnaelewa ninachozungumza. Muhimu, kuku hufa si kwa bahati. Wanakufa kwa kuvunjika kwa tabia mojawapo katika hizo ambazo nimekutajia. Simple and clear. Sasa, kwa nini tabia hizi zinafanya kazi? Kwa sababu hazitegemei mudi, hazihitaji nguvu, zinarudiwa. Muhimu, unachokirudia ndicho kinachokujenga. Unachokirudia ndicho kinachokujenga. Kanuni. Usikose tabia 2 mfululizo. Naomba nulie. Usikose tabia 2 mfululizo. Na usikose siku 2 mfululizo. Kwa nini? Ukikosa siku moja sio mbaya. Ukikosa siku ya pili, mfumo unaanza kufa. Na kila wakati unapokosea, anza upya. Kila wakati unapokosea, anza upya. Hii inakusaidia. Kwa sababu gani? Tunasema nidhamu si kuto kukosea, ni kurudi haraka. Kukosea utakosea, lakini rudi haraka. Kukosea kupo, ila kurudi haraka ndio nidhamu. Rudi haraka. Na kila siku jiambie mwenyewe kwamba nisipoweza kufuatilia haya ninayoyafanya, sitafanikiwa. Kwa hiyo beta nijicondition niwe kwenye hii sehemu. Jambo la muhimu zaidi, nidhamu hushinda hamasa kila mara. Mtu mwenye nidhamu anashinda hamasa. Motivation zinaisha. Motivation ni pale unapomsikiliza mwalimu na hamasika. Mwalimu umsikilize kila wakati. Kuna watu ambao unakuta masomo yangu wanayasikiliza kila wakati. Si okay. Lakini jambo la msingi ni moja, hakikisha una discipline. Kwa sababu nasema hamasa inakuja na inaondoka, lakini tabia inabaki, inajenga. Ndio bado tunasema tabia 5 kwenye lengo moja. Watu wanaoshinda siku zote sio wanaohamasika zaidi, ni wanaofanya au wanaojenga tabia. Ni wanaojenga tabia. Ukishavunja lengo kuwa tabia za kila siku, lengo halihitaji tena kukumbukwa, litajijenga lenyewe. Powerful point. Ukishavunja lile lengo katika tabia za kila siku, wala unahitaji kukumbuka lengo kwamba nimeweka malengo ya kupata 300,000. Tena unaweza kushangaa 300,000 imeshafika hata hujaelewa. Mbona imeshazidi? Unakuja kucheki assessment ya lengo. Pesa ishazidi. Ukivunja lengo lako kwa tabia ambazo zinajirudia rudia, lengo linajijenga lenyewe. Lengo linatokea lenyewe. Bila hata wewe kujua. Na imani, ili somo litakufanya ushinde kufikia malengo yako. Na Mungu akusaidie. Bonus. Sasa, somo letu tunataka tulisummarize katika template. Action plan. Na kwa wale wanafunzi wetu ambao kwenye program, kuna template maalum baada ya somo hili unahitaji kuipata. Utaipata labda baada ya, kuna linki ambayo itakusaidia kupata hii template mara baada ya somo hili. Kama utapata ugumu wa kupata hii template, utacommunicate na timu ya support, itaweza kukusaidia. Template maana yake nini? Draft, ambao sasa ina summarize kila kitu ambacho tumekiongea
katika mfumo wa action, katika mfumo wa kufanyia kazi. Template ya mfumo wa leo ufanye nini? Naomba nielezee kwa haraka haraka, ili at least hata unapoenda kuidownload au kuipata iweze kusaidia, uweze kujua utajazaji. Template mfumo wa leo ufanye nini? Hii template inatumika kwa bustani. Sasa nisikiliza vizuri hapa, hii ni zaidi ya bustani na kuku. Hii template inatumika kwa bustani, kwa kuku, kwa biashara, au lengo lolote unalotaka lilete matokeo. Lolote unalotaka lilete matokeo. Ina sehemu kama ngapi? Ina sehemu 6. Ina sehemu 6. Haya, sehemu ya kwanza, lengo moja tu. Sehemu ya kwanza, lengo moja tu. Maana yake nini? Tafuta lengo kuu ambalo unataka kuliachieve ndani ya miezi 3 mpaka miezi 6. Tafuta lengo moja ambalo unataka kulifikia ndani ya miezi 3 mpaka miezi 6. Utaliandika pale. Kanuni yake inasema nini? Kama lengo ni zaidi ya moja, bado hujaamua. Ukishaona unataka kuachieve malengo 3 4, bado kuna shida mahali. Sehemu ya pili, tabia 5. Tumeshachagua lengo moja, sehemu ya pili, tabia 5. Hii ndio inayobeba kila kitu. Andika tabia 5 ambazo lazima zifanyike mara kwa mara ili lengo liweze kusimama, kama nilivyoelezea kule. Tabia ya kwanza, tabia ya pili, tabia ya 3, tabia ya 4, tabia ya 5. Kanuni ya sehemu hii, kama tabia haiwezi kufanyika kwa chini ya dakika 30, siyo tabia, ni mradi. Kuna tofauti kati ya tabia na mradi. Kukagua kuku ni kitu ambacho kinafanyika sio zaidi ya dakika 30. Kumwagilia, hiyo ni tabia. Kufikiri jinsi ya kuongea na mteja mmoja kwa siku, hiyo ni tabia. Ukishaona ile tabia inakula muda zaidi ya dakika 30, hiyo sio tabia. Itenge, iwekee, huo ni mradi mwingine, au hilo ni lengo lingine linalojitegemea na lenyewe linahitaji likatwe litengenezewe tabia zake. Nafikiri mmenielewa hapo. Nashukuru. Sehemu ya 3, ratiba halisi ya siku. Naomba nirudie. Sehemu ya 3, hapa ndipo wengi huanguka. Na hii sijazungumzia kwenye funzo mama. Ndio maana unaona ni muhimu sana, kila kipengele kina maana kwako. Kwenye hii template kuna kipengele cha 3, sehemu ya 3 nasema ratiba halisi ya siku. Hapa ndipo wengi huanguka. Manake nini? Tabia namba 1, muda gani itafanyika, na kama imekamilika utapiga tiki. Kuna sehemu kwenye ile template utapata pana sehemu ya kupiga tiki. Tabia, muda gani, tiki. Kuku wanakula, sawa. Kulisha kuku kila siku, sawa. Muda gani? Saa 1:30 mpaka saa 2 kamili. Umeitekeleza kwa siku, piga tiki. Umetekeleza kwa siku, piga tiki. Aha, okay. Huyu anasema nirudie kipengele cha pili. Aya, naomba nirudie kwa faida yako na kwa faida wengine. Asante sana. Safi sana kwa kufuatilia. Hongera sana. Na Mungu akusaidie ushinde. Sehemu ya pili nimesema tabia 5 ndiyo inayobeba kila kitu. Ndiyo inayobeba kila kitu. Nimesema andika tabia 5 ambazo lazima zifanyike mara kwa mara ili lengo lisimame. Andika tabia 5 ambazo lazima zifanyike mara kwa mara ili lengo lisimame. Kama nilivyowapa mfano kwenye kuku na nilivyowapa mfano kwenye bustani. Nafikiri nimeelezea sana. Tabia ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5. Kitu cha muhimu kwenye hiki kipengele cha pili, nimesema hivi: kama tabia haiwezi kufanyika chini ya dakika 30, hiyo sio tabia. Hilo ni lengo lingine au ni mradi mwingine. Unachotakiwa kufanya, ondoa ile tabia. Nikakupa mfano, kulisha kuku haiwezi kuchukua masaa, haiwezi kuchukua dakika 30. Kukagua kuku haiwezi kuchukua muda mrefu. Kumwagilia bustani haiwezi kuchukua muda mrefu. Naomba niondoke hapo. Sehemu ya 3. Sehemu ya 3, ratiba halisi ya siku. Hapa ndipo watu wengi wanafeli. Na sijaelezea kwenye kipengele kilichopita. Manake nini? Kila tabia iwekee muda. Na ikikamilika ipige tiki. Kila tabia iwekee muda. Ikikamilika ipige tiki. Tabia moja, muda fulani. Kwa mfano, kulisha kuku, nitalisha kati ya saa 1:30 mpaka saa 2. Ikishakamilika piga tiki. Tabia ya pili hivyo hivyo. Tabia ya 3 hivyo hivyo. Muda fulani mpaka muda fulani.
tabia 4 hivyo hivyo, muda fulani mpaka muda fulani, tabia 5 hivyo hivyo. Jambo la muhimu kwenye hii sehemu ya 3, kanuni ya sehemu ya 3, kama muda haujaandikwa, tabia haipo. Kama muda haujaandikwa, tabia haipo. Tabia haikamilishwi kwa tukio. Tabia inakamilishwa kwa kazi na muda, kazi na muda, kazi na muda. Simple. Sehemu ya 4, rekodi ya leo. Rekodi ya leo. Rekodi ya leo ihusishe nini? Rekodi ya leo ihusishe nini? Mambo matatu. Namba 1, leo nimefanya nini vizuri? Leo nimefanya nini vizuri? Leo nimefanya nini vizuri? Rekodi pale, andika. Kitu cha pili kwenye sehemu ya 4, tatizo nililonalo leo. Andika tatizo nililonalo leo. Sehemu ya 3 kwenye sehemu ya 4 kwenye rekodi, hatua ndogo ya kuboresha kesho. Baada ya kuchunguza nimegundua bustani kuna wadudu au kuku wanasinzia. Kuna hatua utachukua kwa haraka haraka, lakini huenda kuna mwendelezo wa kesho. Andika kitu gani ambacho utarekebisha kesho. Muhimu. Bila rekodi utarudia makosa. Kama haurekodi utarudia makosa. Na kitu kingine, hatufanyi kujifurahisha, tunafanya ili tukue. Maana yake nini? Inatuingiza kwenye sehemu ya 5. Sehemu ya 5 inasema hivi, alama ya kila siku. Kila siku jipe alama. Kila siku jipe alama. Maana yake nini? Uwazi kwa ajili yako. Uwazi kwa ajili yako. Maana yake jipe alama kati ya 0 mpaka 5. Kwa mfano, kuna kwenye template ambayo utaiona ina vibox. Kwa kwenye vibox kuna kibox cha 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kibox cha 0, 1, 2 mpaka 5. Kwa jiwekee tiki kwenye kile kibox. Kwamba leo nimepata 0. Leo nimepata 1. Leo nimepata 2. Kwa nini utasema nimepata 1 nimepata 2? Tabia si ziko 5? Kama umefanya 2 weka 2. Kama umefanya 3 weka 3. Kama umefanya 4 weka 4. Tabia zinasema, sio unatoa kwenye hisia. My friend, this is your year. Na namwamini Mungu utaenda kutoboa kama utafuata hichi ninachokuambia. Sababu ya alama hii maana yake nini? Andika sababu kwa nini umejipa ile alama. Elezea kwa nini nimejipatia 5. Kwa nini nimejipatia alama 2? Kwa nini nimejipatia 0? Toa sababu pale. Muhimu, usijidanganye. Mfumo haujui huruma. Ukijihurumia, matokeo yataongea. Mfumo haujui huruma. Sehemu ya 6. Sehemu ya 6. Kanuni ya usikose siku 2. Kanuni ya usikose siku 2. Ulipokosa tabia yoyote leo, kwa mfano imetokea, ulipokosa tabia yoyote, ulijirudisha? Asajaza pale, ndio au hapana. Ulipokosa tabia yoyote, ulijirudisha? Jaza pale ndio au hapana. Muhimu, ukikosa mara 2 mfululizo, lengo linaanza kufa. Ukikosa mara 2 mfululizo, lengo linaanza kufa. Ndio maana unatakiwa umshirikishe Mungu kwenye hii safari. Kama unaamini kuna Mungu, basi wewe unaamini kuna shetani. Manake nini? Ngoja niwapeni siri moja. Siku zote shetani anadili na ufahamu. Shetani anadili na ufahamu. Mwambie Mungu, naomba hekima ya kuishi hizi tabia. Naomba hekima, kwa sababu unaanza, makosa mengi yatatokea. Okay, kanuni inasema hivi,
Ukikosea mara moja sio mbaya. Ukikosea mara mbili, mara tatu, hiyo ni mbaya, si ndio? Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Tunapoenda kwenye uhalisia, utakosea sana. Yaani utakosea sana. Isipokuwa usikubali. Usipokuwa makini, itafika mahali utakata tamaa. My friend, success is a war. Mafanikio ni vita, ndio maana sio kila mtu ameshinda. So we are in the fight of success. Sasa wakati una fight, usifight kichwa kichwa, mshirikishe Mungu. Mungu, nimeshajua hapa lazima nisimame. Mimi huwa nasimamia maandiko mawili. Najua mna imani tofauti, lakini mimi nasimamia maandiko mawili. Andiko la kwanza linasema, bora hekima na ujipatie hekima. Naam, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Hiyo andiko langu la kwanza. Sitawatajia vifungu kwa sababu ya itikadi za kiimani. Haya, andiko lingine linasema hivi, kila mtu alisikiapo neno la ufalme asilielewe nalo, huja yule mwovu akalinyakua lilo pando moyoni mwake. Maana yake nini? Wewe umeshapata, hii ndio dira ya mafanikio. Shetani anachofanya, anajua huyu jamaa anatoboa. Kwa sababu anajua anatoboa, vita itakuwa nyingi. Vita sasa, ukijifanya unaenda kichwa kichwa, ushindi. Au ushindi. Mshirikishe Mungu. Mwambie Mungu, nipo, nahitaji kuwa mtu wa tofauti. Nahitaji kuwa mtu wa tofauti. Nisaidie. Niongoze. Umeshindwa, inuka. Umeshindwa, inuka tena. Inuka, usikubali mara mbili, mara tatu, inuka. Asema mwenye haki huanguka mara 7 na akainuka tena. Chana hizo kanuni za wanasema mara mbili, mara tatu tabia. Wewe inuka. Mpaka tutoboe. Sehemu ya 7. Ukweli wa kila kitu. Ukweli wa kila kitu. Leo nimejifunza nini? Andika kwa ujumla. Leo nimejifunza nini? Andika kwa ujumla. Kwa sababu kuna pointi moja inasema hivi, maarifa yasiyotumika hufanya kiburi, sio maendeleo. Kuzote kwenye safari ya mafanikio, kwa mtu ambaye amenunua program, amepata maarifa, si ndio? Lakini ngoja nikupe siri moja. Yale maarifa ambayo umeyapata, usipoyatumia yanakupa kiburi, sio maendeleo. Ndio maana wasomi wengi hawafanikiwi. Yaani viburi wasomi wengi walivyonavyo haviendani na pesa walizonazo. Kumbe walitakiwa wahakikishe kile ambacho wanakijua kinafanya kazi. Asa akifanya kazi kwa sababu hakuna steps. Malengo hajakatakata kufanya maisha ya kila siku. Mungu leo amekupatia nafasi ya wewe kuhakikisha kwamba sio tu unajifunza vitu, lakini pia unaviingiza katika vitendo, na amekupa utaratibu kabisa wa kitu gani cha kufanya. Mwisho kabisa, jinsi ya kutumia template hii kufaidisha. Namba 1, chapisha au andika kwenye daftari. Kwa wale ambao mpo kwenye support, mtapata template, unaenda ka print ziwe nyingi. Weka faili lako la maisha ya kila siku. Okay, ngoja niwapeni siri moja. Unajua haya makampuni makubwa, maofisi makubwa ilianza kwa nidhamu. Tengeneza faili, print hizi karatasi ziwe nyingi. Kwa sababu kila siku unatakiwa kuripoti, si ndio? Mwisho wa siku inakuja kwa kampuni. Mwisho wa siku inakuja kwa biashara kubwa ambako huwezi kuamini. Kampuni ni makaratasi, hamna kitu kingine. Kampuni ni utaratibu, kampuni ni ratiba. Kampuni kila mtu anajua cha kufanya. Na anaripoti. Ndio maana anaingia kazini, kuna kazi za kufanya, anatoa ripoti, anaenda nyumbani. Kesho hivyo, kesho kutwa hivyo. Kampuni ndio inapoanzia. Kwa cha kwanza, chapisha au andika kwenye daftari, lakini wewe ikachapisha. Cha pili, jaza kila siku dakika 10 mpaka 15 tu. Chap. Tena kwa mfano, ukiwa umeshamaliza kufanya, njoo jaza chap. Nimeshajaza. Utashinda. Kitu kingine, usiruke hata siku moja. Kitu kingine, usibadilishe tabia kila wiki. Usibadilishe tabia kila wiki. Onyo. Na nitakuwa namaliza. Template hii haitakuhamasisha, haitakubembeleza, haitakufariji. Naomba nirudie. Template hii haitakuhamasisha, haitakubembeleza, haitakufariji. Lakini ikitumika vizuri kwa siku 30 tu za mwanzo, itabadilisha mwelekeo wa miezi 12 yote ya mwaka mzima. Ukiweza kuitumia serious ndani ya siku 30 za mwanzo,
itabadilisha mwelekeo wa miezi 12 yote. Hongera sana, na nakuombea kwa Mungu akusaidie uweze kushinda kufata na kufuatilia hii template, ikusaidie program ambayo umeingia isiwe bure. Program ambayo umeingia usije kujutia siku moja pesa zako. Kwa nini? Kama hujapata matokeo utaona umetupa pesa. Ukipata matokeo utafurahi zaidi, kwa sababu ndio lengo. Lakini matokeo hayaji ukiwa tu umekaa. Matokeo yanakuja ukiwa unafanya. Sasa hiki ambacho leo nimekufundisha, na nategemea nini? Nategemea kwamba kitakurahisishia kukatakata malengo yako uliyojiwekea kwenye mradi wa kuku, kwenye mradi wa bustani, hata kwenye maisha yako ya kila siku. Baada ya kukikatakata, utakiingiza kwenye vitendo. Ukikiingiza kwenye vitendo, itakupa matokeo. Yote nimeyazungumza hapo. Rudia hili somo tena na tena, rudia tena na tena, rudia tena na tena, na lifanye liwe somo lako mama, kwa sababu ndio kazi za kila siku. Okay. Kwa hiyo ambao tumekupa nafasi ya kufuatilia hili somo na haupo katika program zetu serious kabisa za watu ambao kwenye program na ungetamani kupata usaidizi kutoka kwetu, andika neno support. Andika neno support kwenye WhatsApp. Tutakupa attention zaidi ukiandika neno support, kwa sababu tunaamini kwamba umeona blueprint ya jinsi ambavyo sisi tunawasaidia wanafunzi wetu wa program za kulipia. Andika support, tutakupa umakini zaidi. Usipoandika neno support, umakini wetu utapungua. Kuna special offer kwa ajili ya program zetu. Kama unatamani kuanza bustani katika eneo lako dogo, unatamani kuanza mradi wa kuku katika eneo lako dogo, lakini mradi ambao utakusaidia kupata matokeo makubwa, andika neno support kwenye WhatsApp 0761 825 808. Lakini pia unaweza kushare na mtu mwingine ili somo akalifuatilia, akalisikiliza, na tunaamini inaweza kumsaidia na yeye akapiga hatua ya kwenda kwenye mafanikio zaidi. Otherwise, asante kwa muda wako na hongera kwa kufuatilia mpaka kufikia hapa. Mategemeo yangu ni kuona ripoti za kutosha kwenye community yetu ya support, ni kuona unaenda kuchukua hatua. Mara baada ya somo hili, comment hapa chini, nitaanza mara moja. Niambie tu nitaanza mara moja. Kwa kuandika nitaanza mara moja, itakuamsha kuona ule uaminifu wako. Lakini pia hata mimi nitasema oh wow, kumbe kuna watu ambao wamechukua hatua mara baada ya kufuatia somo hili. Mungu akubariki sana katika kila hatua utakayokwenda kupita.